Katika usingizi wako ukaota ndoto ukaona umepoteza simu. Umepoteza simu katika usingizi wako uliolala au umeibiwa simu. Shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale unaponifuatilia. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani uwe nawe. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Ninayeongea nawe ni kuhani Samuel Yosia. Siku ya leo nimekuja na ndoto ambayo watu wengi walipoota ndoto wakajikuta wamepoteza ile hatima ya huduma zao. Wamepoteza mawasiliano baina yao wao na Mungu. Ndoto hii ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona umepoteza simu. Sasa katika ndoto, ukiota ndoto umepoteza simu, maana yake ni kwamba tafsiri yake adui ameiba mawasiliano yako ya kiroho. Adui anakuwa amekuibia yale mawasiliano ya kiroho unapokuwa unaota ndoto umepoteza simu au umeibiwa simu. Sasa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota umepoteza simu au umeibiwa simu, maana yake adui ameiba yale mawasiliano ya kiroho. Tunapoongelea mawasiliano, maana yake ni kwamba ni kupokea taarifa kutoka mbinguni au kupokea taarifa kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu ili hizo taarifa zikufikie wewe, au kupokea taarifa kutoka ulimwengu wa roho ili zije katika ulimwengu wa mwili. Manake hapo kama kuna taarifa yote ambayo inakuhusu wewe utakapoota ndoto umepoteza simu, manake taarifa yote ambayo inakuhusu wewe haitakufikiria, haitakujilia kwa sababu hakuna mawasiliano. Manake adui akitaka kupiga na magonjwa, hayo magonjwa yatakupata kwa sababu hakuna mawasiliano. Adui akitaka apige uchumi wako utapigwa kwa sababu hakuna mawasiliano. Adui akitaka haribu ndoa yako ataiharibu kwa sababu gani? Hakuna mawasiliano. Kwa hiyo ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota unaona umepoteza mawasiliano baina yako wewe na Mungu, manake hapo ni mawasiliano yako yanakuwa yameibiwa kati yako wewe na Mungu. Kwa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiona, usione kwamba ni ndoto ya kawaida. Ni muhimu sana ukasimama kwenye maombi ili Mungu aweze kuleta neema yake ya urejesho katika maisha yako. Lakini pia ishara nyingine tunasema kwamba unaonyeshwa kuwa upo kwenye mfumo hatari wa kutengwa na msaada wa kiroho. Unapokuwa unaota ndoto umepoteza simu, manake upo kwenye hali ya hatari sana. Hali ya hatari sana kwa sababu mfumo wako wa kiroho unakuwa umeharibiwa, au mfumo wako wa kiroho unakuwa umepotezwa, au tunasema mfumo wako wa kiroho unakuwa umenyang'anywa na yule mwovu. Kwa hiyo kuna taarifa za muhimu ambazo utahitaji usipate au utazipata. Kwa sababu gani? Mfumo wako wa kiroho upo hatarini, umetengwa na msaada wa kiroho, huwezi kusaidika kiroho kwa sababu kuna lango lilikuwa limefunguka na adui akatumia hilo lango ili kukuibia talanta zako, ili kukuibia mawasiliano yako baina yako wewe na Mungu. Lakini pia ishara hiyo hiyo tunasema kwamba ikiwa unapigiwa simu na haipatikani, inaashiria shida kwenye mawasiliano yako ya kiroho. Kuna mwingine unakuta hajaota amepoteza simu au ameibiwa simu, ila anaota ndoto anapigiwa simu na ile simu inaambiwa kwamba namba haipatikani. Hasa hiyo pia ni kwamba mawasiliano yako ya kiroho hayapo active. Hakuna connection baina yako wewe mtu wa nje na yule mtu wa ndani. Hakuna mawasiliano, manake ni kwamba bado madhara au uharibifu au taarifa njema yoyote ikitaka ikujilie haitakupata, kwa sababu ulimwengu wa roho adui amepata nafasi ya kuiba mawasiliano yako baina yako wewe na Mungu. Kwa jambo la muhimu hapo unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, simama sana kwenye maombi. Tunapoongelea mawasiliano kuibiwa, tunaongelea kwamba utakapokuwa unaingia kwenye maombi, unataka umuombe Mungu jambo fulani, utaona sauti ya Mungu ipo kimya kwako. Unapotaka uingie kwenye ibada kumuuliza Mungu kuhusu kitu fulani, utaona mbingu zimenyamaza kwa ajili yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna muunganiko baina yako wewe na Mungu. Ndio maana hivyo vitu vyote utakuwa unavikosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulipoota ile ndoto ukaidharau, ukaipuuza, ukaona unapigiwa unaambiwa namba haipatikani, ukaona simu yako imeibiwa, hilo lote ni tatizo. Au pia tunasema kwamba
ukaota ndoto ukakutana na miss call kwenye simu yako, kuna maana ya kuwa unapishana na kusudi la Mungu. Kama ukaota ndoto na simu, alafu umeshika simu, alafu then ukakuta umeshika simu, lakini kwa namna ya ajabu unaangalia kwenye simu yako na kukuta mbona kuna mtu alinitafuta, kuna mtu alinipigia, lakini simu iliita sikuipokea. Sasa ndoto ya namna hiyo maana yake ni kwamba unapishana na kusudi la Mungu ambalo Mungu anataka lilete katika maisha yako, au unapishana na ule wito wa Mungu ambao Mungu anataka aulete katika maisha yako. Kwa ni muhimu sana ukasimama kwenye maombi ya kurejesha mawasiliano yako, lakini pia ni muhimu sana ukarejesha tunasema yale maagizo ya kiroho yaliyokuwa yamepotea, au yale maelekezo ya kiungu ya kiroho yaliyokuwa yamepotea. Sasa ni namna gani pale ambapo ukaota ndoto ukaona umepoteza simu? Ni maombi ya namna gani ambayo unatakiwa kuyasimamia? Jambo la kwanza, ombi la kwanza, unatakiwa kuomba ombi, tunasema kwamba unamna omba maombi ya tunasema omba maombi ya kupata muunganiko baina yako wewe na Mungu. Muombe Mungu, mwambie Mungu, ninaomba nirejeshe muunganiko wangu uliokuwa umepotea, au connection yangu iliyokuwa imepotea baina yangu mimi na wewe, ili Mungu aweze kuleta neema yake ya connection ambayo kwa imepotea. Lakini pia omba muunganiko wako na mbingu uliopokuwa umepotea, muunganiko wako wewe na mbingu, Mungu aweze kukurejesha tena. Lakini pia kwenye maombi yako hayo ombea mahusiano na watu wa karibu wanaokuzunguka, kama ilivyosemwa katika kile kitabu cha Yeremia pale 30 na mstari wake wa 14. Maandiko nasema, wote wakupendao wamekusahau, hawakutafuti, maana nimekujeruhi kwa jeraha la adui, kwa adhabu ya mtu mkatili, kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, kwa sababu dhambi zako zilikuwa zimeongezeka. Kwa ni muhimu sana pia ukaombea mahusiano yako baina yako wewe na Mungu, lakini pia na wale watu wanaokuzunguka, ili Mungu aweze kufungua neema yake kwako, au kurejesha neema zake katika maisha yako, kwa sababu ulimwengu wa roho kuna lango pale lilikuwa limeachwa wazi, au kuna lango pale lilikuwa limefunguka. Sasa simama sana kwenye maombi ya kurejesha karama zako, kurejesha mawasiliano yako wewe na Mungu katika toba na urejesho wa maombi ya mamlaka, na Mungu atakusaidia. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza hiyo alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yetu yanayotoka katika channel yetu hii. Niliyokuwa ninaongea nawe ni kuhani Samuel Yosia, lakini pia ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu zote ziko hapo. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.